neema ya Mungu ambayo atanipatia ili niweze kutoka hapa nimeachia hizo baraka za kibali. Amen. Nimekuwa ninafundisha kibali, nina series nikiwa nachanganya kibali na kuyafungua malango. Sawa? Sasa nimefundisha mpaka kwenye hatua ile ya 3. Lakini kwa wale ambao ni mara ya kwanza wananisikiliza, basi niongee kidogo kwa ajili yao kwamba kibali ni uwezesho wa Mungu. Kibali ni uwezesho wa Mungu. Kibali ni nini? Uwezesho wa Mungu. Ni uwezesho wa Mungu. Kibali ni nini? Uwezesho wa Mungu. Uwezesho wa Mungu. Nimesema kibali ni nini? Uwezesho wa Mungu. Kibali ni uwezesho wa Mungu unaokupatia wepesi kwenye mambo magumu. Amen. Au mambo yanayokushinda. Utayaweza kwa sababu ya kibali cha Bwana. Amen. Nirudie ama nisirudie? Hiyo ni faida kwa wale ambao wakuepo. Sawa? Kibali ni Mungu pamoja na wewe. Mtu mwenye kibali anakuwa pamoja na Mungu. Mtu mwenye kibali anatembea na Mungu. Mtu mwenye kibali njia zake zinafanikishwa na Mungu. Mtu mwenye kibali anatetewa na Mungu. Mtu mwenye kibali anainuliwa na Mungu. Mungu anahusika 100% kwa mtu aliyepata kibali kwa Mungu. Kibali ni Mungu kuhusika kwa kila unachofanya. Kila unachofanya. Kila unachofanya. Kila unachofanya. Kila unachofanya. Kila unachofanya Mungu anapohusika inatafasiri kibali chako mbele zake. Kwa hiyo kama unafanya kitu ambacho unapitia mazingira magumu, rudi nyuma kidogo ukague kama Mungu ni chanzo cha unachofanya. Ikiwa Mungu amehusika utapatikana wepesi. Kwa mfano, unaweza fanya kitu ambacho kina upinzani lakini unapata mpeni. Kuwa na kibali cha Bwana kwa unachofanya haizuii upinzani, kwa sababu upinzani katika unachofanya ni udhihirisho wa neema ile iliyokuchagua, kwamba umechaguliwa kwenye unachofanya, ndio maana watu wanakupinga. Ukifanya kitu chochote ambacho watu hawakupingi, maana yake inawezekana ulichochagua kufanya sicho ulichoitiwa. Ila kama utafanya jambo lolote ukakutana na upinzani moja kwa moja, hiyo ni alama inayosema wewe ape, ongeza nguvu zako zote. Kana ya amen for somebody. Kana ya amen for somebody. Nisikia amina nzuri iliyotakasika kabisa kabisa. Haleluya. Kwa hiyo watu wengi wanapokutana na changamoto kwenye maisha yao ama kwenye kazi zao, wanawaza kama Mungu amewaacha bila kufahamu kwamba upinzani ule ndio udhibitisho wa kwamba hapo ulipoingia ni sahihi. Means what? Ninapoona mtu anafanya jambo lolote ana upinzani, hata mimi mwenyewe nakosaka cha kukushauri. Ila nikiona unapingwa nasema hapa, pull your socks and just go on. Ndivyo ninavyojua na ndivyo ninavyoelewa, na kile ninaelewa ndicho ninachokufundisha. Haleluya. Mimi nikifanya kitu chochote nikakutana na upinzani, moja kwa moja nitavua shati, tabaki na kausha, kuhakikisha sitarudi nyuma, kwa sababu ninagundua hapo kuna jambo Mungu ananimaanishia. Umekasirika au hujakasirika? Kibali ni roho wa Mungu kuwa hai katika maisha yako. Kibali ni roho wa Mungu kuwa hai. Unamsikia Mungu? Unamsikia Mungu? Ukimsikia Mungu ujue uko ndani ya kibali chake. Kama haumsikii Mungu, rudi nyuma ukague mazingira. Ukimsikia Mungu, songa mbele, una kibali chake.
Siku yoyote ya mtu itakayoanza bila kibali itakuwa ameanza na changamoto hiyo siku. Wiki ya mtu ikianza bila kibali cha Bwana, hiyo wiki imeanza na changamoto. Ndio maana wiki nzima hii tumekaa na watu madhabahuni wanafanya kazi ya Mungu wiki nzima, lakini hawakuja kuanza wiki na Mungu. Lazima wiki yako iwe mbaya, ni lazima watu waweke bidii kwenye kuzingatia mambo ya kuanza vitu vyao na Mungu. Leo Jumapili unatakiwa uzungumze wiki hii inatakiwa iweje ukiwa kwenye madhabahu. Sasa ona, umefanya vyote lakini shetani amekupiga chenga. Siku ambayo unatakiwa useme nini kitokee kwenye wiki Jumatatu mpaka Jumamosi, amekaa nyumbani. Inawezekana naye amechoka, inawezekana naye hajafua nguo, inawezekana naye hana nauli. Hivyo sio vitu vya msingi. Hajaanza wiki, unaanza mwezi pasi na Mungu. Utapata matatizo. Siku kama ya leo, nataka nikwambie kitu nikutazamisha kwenye ulimwengu hapo. Siku ya leo kuna hesabu ya ulimwengu wa giza waliopewa mawakala wa shetani. Waifanikisha kutokea tarehe 1 mpaka tarehe leo 28 na kesho tarehe 29 na kesho kutwa tarehe 30, ambapo hizo kazi hawajafanikiwa. Sasa leo wana vikao vikubwa, kesho vikao vikubwa, kesho kutwa vikao vikubwa, ambapo wanatafuta ni nani aliyekuwa kwenye eneo lake maalum anaonekana anaregarega, wakufungie hesabu hata kama alikuwa hawana haja na wewe. Ninakwambia, niangalie vizuri sasa. Usingekuja ningeumia sana. Sana. Sana sana. Ila umekuja, kuna namna naanza kusikia raha kidogo. Kwamba ukitaka kujua mtu anakutanaje na changamoto, angalia namna anavyoanza mwezi wake. Angalia namna anavyomaliza mwezi wake. Angalia namna anavyoanza siku yake. Angalia namna anavyoanza wiki yake. Hivyo unavyoanza hiyo inatafasiri kiwango cha baraka yako iliyo ndani ya siku. Unaamka asubuhi saa 12 unasema asante Yesu kwa kunilinda usiku mzima. Amina, unavyoenda kazi. Wiki yako hiyo siku yako itakuwa mbaya. Haiwezi kuwa nzuri. Ili iwe nzuri lazima uamke mahali ambako huwezi kuendelea. Unasema Mungu, ninajua kuzimu na shughuli nyingi nafanya na mimi sijaona kwa macho ya damu na nyama, lakini kwenye ulimwengu leo najua wanipingao ni wengi. Hata kuomba huku Bwana ninapinga, hata mwili wangu tu huu unanipinga nisome. Sasa nataka niseme kitu siku ya leo, nataka iwe nzuri. Unaanza kuitabiria siku yako. Siku yako inaanzaje? Wewe ukiamka asubuhi unaanzaje siku yako? Inaanza na kibali cha Bwana? Hapana. Wewe ukiamka unakuja kusema, yani unakuja kuomba umeshakunywa na chai. Mama, aiendaje hivyo? Wake up. Aiendaje hivyo unatakiwa unapoamka asubuhi uanze na Bwana. Siku yako ianze na kibali cha Bwana mapema. Wakati watu wanasema sallallahu, wewe uko heri yako hapa shaka sheke poke weka sapepa. Yani unajaribu kutabiria siku yako inaanzaje. Wewe unaanza na nani? Sasa leo hii jana nilikuwa na watu hapa. Leo wajaja kufunga mwezi. Lazima mwezi unaokuja, matatizo ya mwezi uliopita yaingie kwenye mwezi unaokuja. Kwa sababu leo ndio tarehe ya kuyafunga. Jumapili ya mwisho ya mwezi wa 6. Lazima uonekane kwa madhabahu. Uongee na mwezi wa 6. Wewe ulichonifanyia na kijua. Amen. Mimi ndio kukosa haya kabisa zinaisha wewe mwezi wa 6. Nimelipa mshahara wangu wote umeisha, wewe sina nilichofanya. Sasa unaambia mwezi wa 6 rana zako na baraza na matatizo yako uliyosababishia na kufungia tarehe 28 na kufungia tarehe 29 na kufungia tarehe 20 tarehe 30. Nikiingia tarehe 1 ninataka kuona mwanzo mpya, nataka kuona utele, nataka kuona ustawi, nataka kuona kuongezeka, nataka kuona kuinuliwa. My dear. Aliye wengine. Sasa wewe unaanza yani sasa hivi yani yuko amelala nyumbani. Anachofanya. Mimi sijui. Wewe unaona anaelewa anachofanya? Mimi nadhani anaelewa. Lazima uje uzungumze.
Mimi najua bana, huu mwezi kuna watu walikuwa waendea kombo kidogo. Sasa haya mambo yaliyoenda kombo kwenye mwezi huu yanaweza kuwa mara 5 mwezi ujao. Sasa inategemea umesemaje kwenye kufunga huo mwezi. Mwezi unafunga ufungu. Mwezi unafunguliwa ufunguliwi. Kama dunia inajua kufunga mwezi, wewe mwana wa Mungu unashindaje kujua? Kama kusimu na miungu inajua kufunga wiki, inajua kufungua wiki, wewe unaimalizaje wiki? Unatoa sababu hazina masikio. Sababu unazozitoa hazina macho, hazioni, ni vipofu kabisa. Sema kwa jina la Yesu. Mimi niliyepata neema ya kuja kufunga mwezi wa 6. Ninazungumza na ardhi, ninazungumza na mbingu, ninazungumza na anga, ninazungumza na nchi. Chochote kilichofungwa kwenye mwezi wa 6 nimekifungua kwenye mwezi wa 7 kwa jina la Yesu. Sema kilichofungwa kwenye ndoa mwezi wa 6 nimekifungua kwenye mwezi wa 7 kwa jina la Yesu. Sema kilichofungwa kwenye biashara kwenye mwezi wa 6 nimekifungua kwenye mwezi wa 7 kwa jina la Yesu. Ile riziki na ile haki iliyokusudiwa kwenye mwezi wa 6 ambayo sijapata, leo hii nimeifungua kwenye mwezi wa 7, kwenye mwezi wa 7. Tabiri kidogo, tamka jambo kwa ajili ya kufungua ile baraka ambayo haitabidika kwenye mwezi wa 6. Just prophesy. Omba mambo ya tunani, nimekufundisha jinsi ya kuomba mambo ya tunani. Yakawekeskapata, yekabasokoskapayaba, yekebazatiasabeyataya, yekebaskotemaskapa, yebazataskepetayaba, yadadesheketete, yikaparabeshekete. Prophesy. Tabiri. Nakupa dakika 3. Vesa. Yekebaskapetaya, yekarabeshakaba, yekebababoshkatemasaka, rababashakatakatepe, rabosakamatekapa, yepasataparabeshaka, yekeberakoskapetayana, yekebesiatepatayabana, yekamaskopatayababesheke, yekebababeshakaba, emasaka, yekapayabababa. Mahali nilikofungia kwenye mwezi wa 6, ninajifungua kwa jina la Yesu. Yaliyokamata kwenye mwezi wa 6 ninayafungua kwenye mwezi wa mshaba. Kwenye tarehe leo nafungua kwa damu ya Yesu. Miezi 6 iliyopita imenipa mahangaiko. Miezi 6 iliyopita imenipa machozi. Miezi 6 iliyopita imenipa taabu. Miezi 6 iliyopita imepoteza watu wangu wa thamani. Miezi 6 iliyopita imeondoa kibali changu. Miezi 6 iliyopita imeondoa faida. Miezi 6 iliyopita imeondoa amani. Miezi 6 iliyopita leo natangaza kwa damu ya Yesu, kila mateso na maovu yaliyoonekana kwenye maisha yangu leo ninayafunga kama ambavyo nafunga mwezi wa 6. You are not to prophesy. Just to prophesy. Yekepashaka, yekaparabashaka, yebaskapatayata, yekepeskapatata, yebabaskapata, yekepebebebeshepata. Umefunga mwezi wa 6, hauna mimba, lazima kwenye mwezi wa 7 upate mimba. Umefunga mwezi wa 6 ukiwa hauna biashara, lazima mwezi wa 7 upate biashara. Umefunga mwezi wa 6 ukiwa hauna biashara, ukiwa hauna kazi, ukiwa hauna fedha ya mpaji, kwenye mwezi wa 7 fungua biashara, fungua fedha, fungua mpaji. Rekebashakata, rebakateresata, rekarabashakata, rebazakapereshaka, rekamaskapeakata, rebababashakata, rekarababashete, remaskopeanteafiaka, rekebanashketa, rekeba. Prophetic prayer. Kiwango chako cha maombi, kiwango chako cha
Ndiye Mungu ameuandaa tena jambo kwa ajili yako. Mambo uliyoona tangu tarehe moja usiweze kuona tena. Just prophesy, prophesy, prophesy. Prophet declare, Rebaskata, Neparaboshatapa, Nemaskapa, Leleshata, Nemazakara, Belapa, Nemaskatapa, Neposatapa, Liboshakapata, Nebeleshakata. Uliondoa amani, uliondoa familia yangu, baraka yao, uliondoa mambo na familia yangu, umeondoa watu wazuri, umeondoa kibali changu, umekamata nyota, umekamata kibali, umekamata maisha. Kwenye mwezi wa sita kuna vitu vimepotea, kwenye mwezi wa sita, kwenye mwezi wa saba, roho ya ufanisi, roho ya uharibifu, roho ya unyang'anyi, I command you with the power of God right now in the name of Jesus. Lepa shaka, lepa shaka papa, lepa baba shaka. Kuna roho zinawachilia waliokamata kimaisha, waliokamata kibiashara, waliokamata kiuchumi, waliokamata kimafanikio, waliokamata kimaendeleo. Kuna roho inakuachia, kuna roho inakuachia, kuna roho inakuachia, kuna roho inakuachia.
Leo kuna wafanya biashara sana. Nataka niwainue, nataka niwainue. Wafanya biashara wainue vipaji kwenye mikono yao. Leo nasema kwa damu ya Yesu, kile kiwango chako kutokamata ninakirejesha saa hii. Pia tena nikepa ina amasia tayari. Pia kipata yanakepea na mashi. Niposka papa. Nikepa papa. Nikepa papa papa. Wapia. Wapia kapita. Niposki pante. Nibabadasha. Nikepesa. Wapena hata. Wepa baba. Wena kataya. Weka panama kapa. Lele shaka. Kuna wafanya biashara. Kuna wafanya biashara. Nasikia neno juu ya wafanya biashara ambao shetani amewashusha. Leo neno la Bwana linakuinua tena. Ulipokaa na ulipochuchumaa na unapoembea, kuna nguvu ya Mungu inapita. Kuna nguvu ya Mungu inapita. Kuna nguvu ya Mungu inapita. Leo Bwana ananiambia anakwenda kukuinua tena. Anakwenda kuwashangaza wale wanaoshangaa kazi yako, wanaoshangaa biashara yako. Weka na deske penaweza ka. Weka manashe tena. Weka manashe tena. Weka mashaka. Weka baba mashaka. Kwa jina la Yesu hai. Kwa jina la Yesu. Mungu wa Nazareti hai. Baba imekuwa. 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 Imekuwa kwa jina la Yesu. Imekuwa kwa jina la Yesu. Imekuwa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pigia Bwana makofi kwa ajili ya mambo ya kinabii hapa. Mwongezee Bwana makofi ya shangwe. Mwongezee Bwana makofi ya utukufu. Mwongezee Bwana makofi ya heshima. Mwongezee Bwana makofi aliyokupatia Mungu. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Kaa tena kwenye nafasi yako. Kuna kitu kinataka kutokea kwenye maisha yako. Just get ready yako. Kama umejiandaa, kuna jambo kubwa sana linakuja. Unielewa jamani? Ambaye amini hayo basi aseme amini. Ila anayeamini apige kelele nyingi sana. Kibali. Amina. Tuendelee ama tusiendelee? Tuko kwenye kibali. Tuko kwenye kibali. Tuko kwenye kibali. Nikasema Mungu akionekana juu yako, haleluya sana. Kibali chake kinaonekana. Unavyoanza mambo. Kama hivi hapa tumefunga mambo mengi. Kwenye ya maombi. Ni baraka yako kuwepo ili ufunge. Ufunge mwezi. Uongee nao. Yaani unaweza kufika wakati mwingine kule kwingine unaweza kufeli. Lakini Jumapili make sure that you are not lost to come to church. Why? Because when you come to church on Sunday, you come to prophesy for your next week. So every success that you see in a week, it depends how you prophesy in your service. Sasa mimi siwezi kwenda hapa nikafanya vitu vya namna hii. Halafu nikategemea kuanza wiki ya kesho mimi napata matatizo hayawezekani, napataje? Ninaanza siwezi. Siwezi kupata matatizo. Na maana hata kama kuna matatizo mengine kule nyuma yakishatengeneza, yaani kwenye maombi ya namna hii yanapotea. Sema basi amina nzuri. Hiyo ni faida kwa wale ambao wako kwetu. Kibali niendelee. Hai, unachopitia kisizuie roho wa Mungu kusikika ndani yako. Namba 4. Kibali ni wema wa Mungu juu ya maisha yako. Mtu yeyote mwenye kibali, kuna wema wa Mungu unamzunguka. Ambavyo Daudi anasema, Bwana ni mchungaji wangu, mimi sitapungukiwa na kitu. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sasa ili usipungukiwe, usichungwe na mume. Mume hawezi kuwa mahitaji. Nyumba yoyote ambayo mume ni mtawala, Mungu hayumo, kuna siku accommodate for a time. After that atafeli.
kwa sababu nyumba yoyote isiyochungwa na Mungu lazima itashuka kimafanikio. Ni lazima itashuka. Nirudie nisirudie? Narudia kwa uaminifu. Nyumba yoyote ambayo Mungu sio mchungaji, majira yanayokuja mbele ya safari, hiyo nyumba itaporomoka tu. Kwa sababu kinachoweza fanya mtu asipungukiwe ni Bwana kuwa mchungaji katika mji. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sasa unataka kupungukiwa, mweke Bwana mbali na maisha yako, lazima upungukiwe. Kanisa limekasika kwa kweli. Yaani tuangalia uso wenu hivi unavyoniangalia na kugundua hawa watu hata hawataki niendelee wewe. Nataka nisikie sauti ya mtu mmoja yenye nguvu iseme tuendelee. Dangana. Lakini wacha tukoma hivyo. Kigumu. Sema amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Kwa hiyo wema wa Mungu unaweza kuwa juu yako kwa sababu ya kibali. Ukiona mtu mambo mema hayampati, ameshavuruga mambo ya kibali cha Mungu kwenye maisha yake. Kadado, umeelewa jamani? Nawe kadado, umeelewa? The favor of God for people. Kibali cha Mungu kinafuata watu ambao wema wake Mungu kwa juu yao. Wamemruhusu Mungu aweke wema wao juu ya maisha yao. Hao watu wanatangaziwa kibali. Kama una kibali, wema wa Mungu utaonekana kwako. Amen. Sawa, mafanikio ni wema wa Mungu kama baraka, na sio bidii inaleta kibali. Bidii huleta mafanikio, bidii haileti kibali. Kibali kinaletwa na Mungu kwa wema wake. Wewe ni sawa? Ni sawa? Ukiwa na bidii utafanikiwa. Na sio kila mafanikio yana kibali cha Bwana. Yanaweza kuwa ni mafanikio yana kibali cha shetani, ambapo shetani anampa mtu vitu vya ulimwengu, anamnyima vitu vya hazina ya mbingu. Kwa nini? Kwa sababu nataka uelewe kitu kimoja. Wale wanaofanikiwa kwa shetani wanaweza fanikiwa kwa baraka za shetani. Kwa sababu baraka ni matamko. Shetani anaweza bariki watu kwa matamko yake. Lakini anaweza akiwabariki wakapata baraka zake, maana yake thawabu yao ni kwenda kuzimu. Wanaobarikiwa katika baraka za Mungu, thawabu yao ni kwenda mbinguni. Unanipata vizuri? Gonga hapa tuone. Au unanipata vizuri? Unanipata vizuri. Haleluya. Kwa hiyo popote pale utakapokuepo ukasema mimi nafanya bidii ili nipate kibali, utakuwa umechanganya mambo. Lazima wewe ufanye bidii kwa mafanikio, alafu ufanye mapenzi ya Mungu kwa kibali. Wangapi wamenielewa mpaka ile point? Wamenielewa wangapi? Sijawaona hapo. Na nikasema kwamba kuna kibali ambacho mtu anapata, si sawa? Ambaye anasema kweli. Kuna mtu kama usemi kweli, kibali kinapotea. Ujifunze kinywani mwako kusema maneno yaliyokolea Mungu. Kweli. Nimesemaje? Waongo hawawezi kibali hawa. Ndio maana unaona kanisani watu wanaongopeana tu. Wanachukiana, wanaanza kugombana, hawaelewani, hawapendani. Maneno ni mengi. Na mahali popote penye maneno mengi, uovu uko pale wa kutosha. Je, ungetamani kupona? Ungetamani kupona? Wangapi wanataka wapate kibali? Punguza maneno. Nimesema nini? Punguza ajenda vile na kibali. Vya Feni unavijua, vya Munyika unavijua, vya Masai unavijua, vya Afro unavijua, vya Mama Nanili unavijua. Kila kitu unakijua, utakufa mapema. Kwa kitakachokuwa umejua nini? Maneno mengi unayosema yanaua kibali. Kibali kikifa unapoteza uwezesho wa kiungu, unaanza kutumia nguvu zako mwenyewe kufanikisha maisha yako baada ya neema ya Mungu. Tunafanyaje? Tufanyeje mama? Tuache papa. Asubuhi bana tumepata neema, tumefuta maneno yote. Wewe ambaye hujafuta, msema na mimi nafuta. Najiunganisha kwenye maombi ya asubuhi.
kufuta laana za maneno na maneno niliyowahi kutamka ambayo yamenifunga, yamekuwa chanzo cha kuharibikiwa kwangu. Leo hii na yafuta na kuyaondoa kwa jina la Yesu. Pigie Bwana shangwe nzuri. Mtu aliyesema katika kweli ndiye ubeba kibali, na mtu ambaye ana makona na mapindano hamna. Nakuja kesho haji ni Mungu haendi. Huwezi kupata kibali unasema uongo. Dada, nyosha basi nione. Ni wewe tu wala hamna mwingine. Ni wewe tu. Ni wewe tu. Maneno. Kuna kitu nataka nikwambie. Lakini ngoja nikuache. Unapoteza kibali. Unapoteza kibali. Sasa kibali huwa katika viwango. Kibali kina viwango, levels of favor. The levels of favor. Kiwango kinachokupa mchumba kinaweza kisikupatie ndoa kuifunga. Unaweza kupata mchumba kwa kibali cha Bwana, ila kama hamna kibali kitakachoongezeka kiruhusu wewe uhame kwenye uchumba uje kwenye ndoa, utachumbiwa miaka 5 alafu utaachwa. Kibali ambacho kimekuwa mchumba sicho kitakachokupa ndoa. Kibali kitakachokupa ndoa sicho kitakachokupa amani kwenye ndoa. Sasa watu wanasahau. Mimi nimeshampata wa kwangu wa kufanana naye, ngoja kwanza tulale kama wiki mbili. Amani ingalipo ndipo uja uharibifu. Wewe unafanya ndani mwini mambo kae wiki 3. Mama analika unabaki. Mtani yako kuna amani, ndipo uharibifu uja. Mimi napokuwa niko hapa nikachungulia kwenye ulimwengu na nikaona kuna vitu vyote vya utukufu na nguvu. Huo muda mimi wa silali hapa. Silali kabisa. Na ni muda nakaa usoni na Mungu. Naongea. Nizungumze nyakati hizi. Hii amani ninayoiona sasa hivi inakujaje? Yaani kwenye ndoa unacheka kuanzia asubuhi mpaka jioni, usiku mpaka asubuhi unasema aisee, kwa kweli Mungu ameniona. Ngoja sasa nijitanue nimpe huyu baba raha. Ndugu, umekosea sana Mungu. Usijitanue. Ukiona hiyo amani mzee nimekuja, jua kwamba kwenye amani hiyo uharibifu umo mkubwa shetani na utengeneza. Sasa unapomaliza kupata raha, mega masaa mawili kaa kwenye kona ya pembe ya nyumba. Tetema. Kanisa hawataki wanadema. Mimi amesema baada ya kuolewa tukimaliza kufunga ndoa ananipeleka honeymoon, tunakaa wiki 2. Baada ya wiki 2 tunakwenda kwa mjomba. Tukiwa kwa mjomba ananitambulia kwa shangazi. Mama yangu. Hayo mama mara sio desturi yetu. Sio huo sio mtani wetu mama. Honeymoon ni siku hizi. Ya 3. Uko kwenye marango. Utabiri hiyo ndio inakaidi. Yaani utabimuje wewe ndio pako ya kukuna wewe mwanamke. Unakaeje naye? Sasa wewe unaingia kwenye maraha. Shetani anaingia. Anakutega miaka 2. Anakupasua. Wewe unasema tunavyopendana, unataka kushangaa. Baada ya miaka 2 bwana unakuja mzimu. Kwenye ndio unaingia. Ndio unasimama alafu na bali. Unaanza nakukemea. Wewe walikufunga tangu siku umeolewa. Unaona kwa miaka 2, ni huwezi kushinda ile linakuwa limeshajitanua. Na mapepo yakija kwenye amani huwa yanajimwaga. Bora nije kwenye vitabu karibuni. Nikija kwenye amani, ndugu. Mama, nasema wangu. Nasema mimi kwa jamani. So, ninakuombea neema ya Mungu ikusaidie uonapo amani, ujue ni wakati wa kupambana. Ila ukiona amani ukasema na leo naingia kwenye amani, umeenda na maji. Aya, kiwango cha kibali utakachokupa labda biashara kinaweza kukupatie utajiri ama faida. Unapata kibali cha biashara, biashara inakuhangaisha.
upate faida na uongeze kupata fedha. Kwa nini? Kibali kina viwango. Amen. Kibali kina viwango kafe. Amina baba. Upendo wa maneno ni tofauti na upendo wa matendo. Unaweza penda na mwenzio kwa maneno, alafu hana matendo unajua. Kibali cha kutendea sasa mimi wangu kwa kweli ukisikiana niongelee utasema ya una kiwango cha kufanywa vitu. Sasa ukitafuta kiwango. Kama mwana huyu baba ananipenda, nikimkagua mwana naona ananipenda. Lakini kama nikimchanganyizia habari ya kutaka nione upendo wake kwa matendo yangu, baba anarukaruka huyu. Unazama sasa kwenye kiwango cha kibali cha kutendewa. Kiwango kinachokupa wokovu kinaweza kisiwe cha kukudumisha kwenye wokovu. Sasa unafanyaje unapookolewa? Ili upate kibali cha kudumu katika neema ya wokovu. Hauna unachofanya, utaanguka kesho. Usifikiri wanaoanguka wote mama anataka kuanguka. Hapana, hawataki waanguke. Ila hawajui viwango vya kudumu katika wokovu. Anajua mimi nimeokoka, yote yameisha. Yote yameisha Kalvari. Hapana, shetani angekuwa labda amekufa. Shetani kama anaishi, nataka nikwambie hayajaisha hayo mambo. Yaliyoisha mama ni ya rohoni, ya mwilini, bado yapo. Una hela. Kama una hela, unalipaje kodi? Kama una hela, unanuaje chakula mama? Yameisha mwili. Sasa lazima yaliyoisha kwenye roho uyalete sana sana mbele za Mungu. Yatoke roho yaje mwilini ili yanayokusha kwenye mwili na yeye apate majibu kwa njia ya kiroho. Sawa? Na kama hapo viwango vya kibali. Na hapa sama wale ambao wako. Maana sana hili somo alikuwa anataka sana. Kweli? Haya. Kibali kinachotokana na uwepo wa Mungu namba 1. Namba 2. Mimi nafanya sama. Nimeeleza vitu kwa Kiswahili nimefundisha nafikiri ni kama labda siku 3. Namba 2, kibali cha kusema vizuri ama vibaya. Ukisema vizuri unapata kibali. Ukisema vibaya unapoteza kibali kwa watu. Nikaelezea niko kwenye namba 3. Kibali ulichojiandaa kukipata. Na hapo ndipo tulipokomea. Ni sahihi Pastor Esther? Ndipo tulipokomea pale. Kibali cha kujiandaa kukipata. Kuna kibali ambacho ili ukipate ni mpaka ujiandae ukipate. Usipojiandaa hautakipata. Na mazingira yako ya kujiandaa kupata kibali ukipishana nayo, ujue wewe umeisha. Unataka kuwa mhubiri, umejiandaa. Ili upate kibali cha mhubiri, umejiandaa. Kibali ambacho unajipanga. Kupanga maana yake ni maandalizi. Niko sawa eh? Yaani kuna kibali ambacho ili ukipate ni lazima ujiandae. Unataka kuwa mwimbaji, umejiandaaje dada? Yaani umejiandaaje? Ili uwe na kibali cha kuimba, umejiandaaje? Unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, umejiandaaje? Umejiandaa? Au unaingia tu kwenye biashara kubwa, hujui kanuni, umejiandaaje? Umestadaje hiyo biashara? Msawa dini. Mimi nimekesha usiku kucha. Unaiona hapa nimesimama. Usiku kucha, mimi sijalala. Leo tumegoma, nimeamka nimekaa. Usiku mzima mimi naongea na Mungu. Na unaona niko smart. Na nimefika hapa saa 10 na ngapi? Na 2. Muda wote huwa naongea tu mpaka saa hii. Unihurumie tu. Va. Kweli? Umejiandaaje mama? Unataka mume wako akupende, umejiandaaje? Yaani umejiandaaje kupendwa, umejiandaaje? Leo umejiandaaje? Kiwango ambacho unajipanga kupata kibali. Nataka kupata kibali kwa mke wangu kuliko mama yake, umejiandaaje? Yaani mama yake na mume wako akose kibali ukipate wewe mwanamke, umejiandaaje? Wananiangalia kama maembe. Wacha niwachane wala hivi, bavu zote zinivunje. Umejiandaaje wewe kumtoa kaka mtu pendwa, dada mtu pendwa kwenye moyo wako upendo wewe? Umejiandaaje? Kibali ambacho unapata kwa kujiandaa, kwa kujipanga. Umejipangaje dada? Naona waeleza na wadada wangu wale ndio pengine waelezea kwamba hawa dada kweli wana maarifa
taarifa juu ya vitu wanavyotaka na kufanya kwa Mungu. Umejipangaje? Yaani ghafla huyu kaka moyo wake wote umeupeleka wamwambie chochote wanachoweza, wamroge vyovyote wanavyoweza, habadiliki. Wewe dada, umejiandaaje? Saidie baba. Vinginevyo huyu kaka wala hata robo ataongeleshwa. Kwa kuwa hujajiandaa, moyo wake wote umeenda. Kumbuka ulivyoniahidi. Ni kweli mimi nilikuahidi. Wewe ulijiandaa kukaa kwenye hizo ahadi. Magwanja, niende nisiende? Haleluya. Umejiandaaje wapendwa wangu? Mimi nataka kwenye miaka yangu ya uzee nije niwe mtu natisha. Umejiandaaje wewe mama kuzeeka? Au unakuja kuzeeka uzee wa shida? Uzee wa majaribu? Uzee wa Qur'ani watoto wako kila siku? Umejiandaaje? Najaribu kuuliza mimi ili na wewe jiulize, alafu jijibu. Miaka 45, miaka 50, unalala mpaka saa 6. Kaka, dada, baba, mzee, unazeekaje? Una marezani ya kuzeeka lakini ana miaka 2 na mimi hajui kuomba. Umejiandaje? Ni kiongozi labda ni nani? Ni mtoro wa ibada, ni mtoro wa maombi, ni mtoro wa madarasa. Ndugu, hayo ndio maandalizi ulionayo. Subiri wimbi liji. Huwezi kukaa kwenye nafasi, huwezi hujajiandaa. Pengine umekaa kama kivuli. Sema amen. Mnashangaa naye ongea kule, yule anafunguliwa. Na ni lazima afunguliwe. Amekuja hapa leo, ni lazima. Lakini umejiandaaje? Ni mchungaji, umejiandaaje? Umejiandaaje mchungaji? Umejiandaa? Sasa ukijiandaa unapata kibali. Naona maandalizi yakileta kibali. Kila siku yale uliojiandaa kwayo yanapodhihirika, kibali chako kinaongezeka. Lazima uwe na muda wa ziada wa kuomba, uwe na muda wa ziada wa kusoma neno, uwe na muda wa ziada wa kufunga, uwe na muda wa ziada wa kutoa, ili upate kibali cha maandalizi. Lazima ujiandae. Mimi ameniambia kusema kuna kibali unajiandaa. Sikiliza watu wangu wa nguvu. Sikiliza watu wangu wa nguvu. Mniangalie tena vizuri sana. Nyinyi watu wangu wa nguvu au ni watu wangu wa udhaifu? Ni wa nguvu. Sasa mniruhusu niwapatie mwanga na dila. Mnapoweza kukaa na kibali cha Bwana, lazima mjiandae. Kwa mfano, before sijawa mchungaji na wala wito sijausikia, ni mtu wa milima na maombi, ni mtu wa neno na kufunga, ni mtu na sali nafsi yangu na kaa porini. Najiandaa. Kibali kimekuja, kinaleta neema. Bwana, wewe ni mtumishi wangu. Sasa mimi nimejiandaa siku nyingi. Sio amekuja tu. Mimi nimekaa kwenye maandalizi muda mrefu. Mimi sijasimama kuweza kufundisha. Nimeshaandika masomo mbalimbali. Ni nani? Kwamba ikitokea kitu likanikuta jambo la kusimama mbele za watu niongee, nitaongea hiki na hiki na hiki. Nimejiandaa. Wewe umejiandaje? Baba, naomba niombee. Nataka kuolewa. Umejiandaa? Unajua kuoga? Unajua kufua? Unajua kupiga deki? Unajua kupika? Unajua kunyosha nguo za mume? Mume aliyevaa nguo zimetafuna na ng'ombe, hajaoa, azivaa akiwa ameoa. Wewe dada, umejiandaa? Atakapotoka na nguo iliyojikunja kunja, akutana na mtu akamwambia, wewe kaka, una mke? Ni naye. Haja kuangalia wakati unatoka, huyo dada mmoja atauchukua. Lazima mtambue kaka wake anapotoka. Sande. Ama ni uongo basi? Ni ukweli. Ujiandae mama kwenye jambo lako. Amenikasirikia. Naomba msamaha tunaona tunaishi.
Nataka Mungu anitumie sana kwa ishara na miujiza na maajabu. Umejiandaa? Naomba nikazie hapo kwanza tujue umejiandaa. Au kila roho itakapokuja wewe unayo tu. Roho inataka muuze mandazi kanisani, unayo tu. Roho inataka mkate kuja kanisani, unayo tu. Roho inataka mnywe maji, unayo tu. Roho inataka muogelee, unayo tu. Unajiandaa. Leo ni ibada ya kula mandazi, unajiandaa. Jumapili kwa na ibada kubwa ya kukata nywele za mbele, unajiandaa. Hana maandalizi. Na wakasisha kumbe asiweana. Mama nimekosea nini? Huyo ukimsikia mchungaji wa namna hajajiandaa. Jumapili kuja na mifagio. Nitaiombea tukafagia mapepo ya fagio. Amen. Tunayafagia. Mfagio ni jambo la kimwili. Na mapepo ni jambo la kiroho. Kwa hiyo lolote lenye kuondoka kiroho ni lile ambalo umelizamia kiroho, sio kimwili. Amen. Kwa wakati mwingine naona watu wanapiga makitaimu na waangalia tu na makitaimu zao. Sasa utafanyaje mama? Wana makitu. Kama gari za makitu gani? Amen. Wanapiga hiyo. Mimi nakuwa nawaona. Umejiandaa? Unataka kuwa mtumishi wa Mungu, umejiandaa? Kwa mtumishi wa Mungu kweli? Bado jiandae sasa. Amen. Kibali unapata kwa kujiandaa. Daudi anapata kibali cha kwenda kupigana vita. Sawa? Ya Goliathi. Hakutokea tu. Yaani waliomuona ndio wakajua ametokea. Ila yeye ana maandalizi ya kupigana na simba na dubu kule porini. Haleluya. Ndio kaka amejiandaa. Ndio maana wanapokuja wanamwambia wewe ni kijana mdogo tu, tena mzuri wa sura, hawezi. Haya mambo vijana mahindi samawezi. Hawezi vijana mahindi samawezi. Yanasemaje? Mimi nina uzoefu. Anajaribu kuelezea nini? Maandalizi yake. Kwamba mimi nilikuwa kule porini, ninapiga simba, napiga dubu walipokuwa wanakuja kukamata kondoo. Na nilikuwa naweza hata akija huyu na mrukia huyu na kamata huko na wachana kama mwanambuzi. Kumbe umejiandaa. Basi kama hujaenda tukuandae tunavyojua na sisi. Wakampeleka jeshini, wakampa kombati, wakampa mazoezi, akasema haya siwezi. Najua maandalizi yangu ndio atakayonifanikisha. Akaenda kwa maandalizi aliyokuwa nayo, akashinda vita. Kwa nini? Alijiandaa. Je, wewe umejiandaaje? Yaani nataka nije niwe na maisha mazuri, niwe na gari nzuri. Umejiandaaje? Yaani Mungu akinisaidia nikakaa kwenye uokovu huu. Umejiandaaje kukaa kwenye uokovu huu? Wewe unafikiri wanakaa hivi hivi? Hamna. Umejiandaaje? Lazima ujiandae kukaa na Bwana. Lazima ujiandae kukaa kwenye uokovu. Hawakai watu kwenye uokovu, hawakai. Niulize mimi, nimeona watu wengi kwenye uokovu ambao leo wako mitaani kule wanakunywa pombe, wanafanya zinaa. Yaani hawakai kwenye uokovu watu. Hawajajiandaa. Lazima ujiandae. Nimesemaje? Lazima ujiandae. Mwambie jirani yako. Mwambie jirani yako. Dada, muongeleshe huyu mama, mwambie mkono muongeleshe. Dada, mbona kwa dada? Mbona sana? Mbona sana? Lazima ujiandae, mwambie. Nataka Mungu anitumie nikisema kwenye madhabahu, nikitamka neno, viwete wanatembea, vipofu wanaona. Umejiandaaje? Nikiwa naongea tu moto unashuka kaka. Umejiandaaje? Na rafiki yangu mpendwa, umejiandaaje? Utaendelea kufunguliwa, unasikia? Mungu hata kupita bado anaendelea kufungua Mungu. Unasikia? Umejiandaaje? Mpendwa na Neema? Hajajiandaa. Neema anasema hajajiandaa. Mshukuru leo. Umejiandaaje?
Umejiandaa? Kaka amejiandaa? Kaka amejiandaa. Lakini Hema amesema yeye hajajiandaa. Na kuna wengi hapa hawajajiandaa. Nataka uniombee nipate watoto mapacha. Umejiandaa kulea watoto? Ada zao zipo. Watasoma Kayumba ama watasoma private sector. Sasa wewe unaweza zaa mtoto anaenda Kayumba. Umejiandaa? Kwa watoto elimu ya umejiandaa kaka, unataka kuoa wewe. Kwa sababu kuoa kunazaa vitu mbalimbali. Kunazaa matumizi, kunazaa na ongezeko la familia. Umejiandaa?